Umuhimu wa charity, kwanza hiki ni kitendo cha huruma au matendo ya upendo, unaona. Tukiangalia hata imani zote, imani ya Kikristo, imani ya Kiislamu, wanaeleza kwamba kutoa nini? Kutoa sadaka kwa watu ambao wanahitaji. Sasa nizungumzie kwenye umuhimu wetu. Sasa umuhimu wetu ni kwamba tunazidi kuhamasisha jamii nyingine ambayo itakao tuona tunafanya jambo kama lile. Ni aje, ni vipi mtazamaji wa Student Connect? Leo kulikuwepo na Wiso Charity Event. Sasa miongoni mwa watu ambao walikuwa wamefika ni kaka yangu hapa, anasoma katika chuo cha maji, lakini pia nimegundua kuwa na kipaji kikubwa sana. Tukaona bora tupate nafasi ili kusudi tuzungumze naye. Anaitwa nani? Anatokea wapi? Anasoma kozi gani? Na hichi kipaji ilikuwaje na anakitumiaje hichi kipaji? Kakangu, mambo vipi? Mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Stanislaus Matias Timos. Stanislaus. Unasoma kwa ngapi? Nasoma mwaka wa 3. Wakati gani? Faculty Community Development for Water Supply and Sanitation. Sasa mimi nataka hapa kwenye faculty ambayo unaisoma hapa, kwa nini ukaamua kusoma hii faculty? Nini ambacho ulikiona? Yes, hii faculty bwana, mimi naipenda sana kwa sababu ni faculty ambayo inaniunganisha moja kwa moja na jamii. Unaona Sisi ni watu ambao tunasomea kuhusu maendeleo ya jamii kwenye masuala ya usambazaji maji na usafi wa mazingira. Unaona Kwa hiyo serikali inapopeleka miradi kwenye jamii, kuna baadhi ya miradi inakufa kwa sababu inakuwa hakuna watu ambao wanawapa elimu wale wanajamii wa ule mradi kuusimamia na kufanya uwe endelevu. Kwa hiyo sisi ni watu mojawapo ambao tunakuwa connection kati ya jamii na serikali au watu wa mradi kwa ajili ya kuwapa elimu wale namna ya kuutunza ule mradi na kuwa sustain kwa ajili ya matumizi ya sasa na yanayoendelea. Na vile vile pia kwenye usafi wa mazingira tunatoa elimu hususan kwenye usafi wa mazingira, kutunza mazingira yetu yanayotuzunguka kwa ajili ya kuwa na kutulinda hata sisi wenyewe, kwa sababu mazingira yanapokuwa machafu kuna magonjwa, unaona, kama kipindupindu, unaona na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na kutokana na mazingira machafu. Okay, sasa poa. Sasa kakangu, leo tumeenda kwenye charity. Kwanza naomba utueleze kwanza charity kwanza ina umuhimu gani kwa wanafunzi ambao wenyewe wanafunzi ambao mnatokea chuo cha maji? Ina faida gani? Kulikuwepo na umuhimu gani kufanya charity? Umuhimu wa charity, kwanza hiki ni kitendo cha huruma au matendo ya upendo, unaona Tukiangalia hata imani zote, imani ya Kikristo, imani ya Kiislamu, wanaeleza kwamba kutoa nini? Kutoa sadaka kwa watu ambao wanahitaji. Sasa nizungumzie kwenye umuhimu wetu. Sasa umuhimu wetu ni kwamba tunazidi kuhamasisha jamii nyingine ambayo itakao tuona tunafanya jambo kama lile kuweza kusaidiana, kwa sababu kuna baadhi ya jamii ipo inahangaika, unaona, ipo inapata shida, haina watu wa kuwasaidia, unaona. Kwa hiyo jamii yenyewe inaweza kaona kumbe hili jambo ni la muhimu, kumbe hili jambo la kusaidiana kwa watu ambao wana mahitaji ni jambo jema, unaona. Kwa hiyo nafikiri tumetoa elimu kwa jamii na pia elimu kwetu sisi ambao tutakaoenda kule mtaani, tutakutana na jamii zenye uhitaji. Kwa hiyo tutakuwa tumepata elimu namna hiyo. Naona faida moja hapo ni hiyo. Okay, kwanza mimi nikupongeze kwanza kwa sababu tulipofika pale kwenye charity watu walikuwa wamepoa. Umeonyesha kipaji kikubwa sana, watu wameenjoy sana kutokana na vile vitu ambavyo ulikuwa umefanya. Hebu hapo kwenye hichi kipaji ilikuwaje yani? Kwanza umewezaje? Kwa sababu watu tumefika pale tuna huzuni, lakini wewe ukatufurahisha. Uliwezaje? Of course mimi ni mbunifu, unaona. Huwa napenda nikienda sehemu yoyote ile yenye mkusanyiko wa watu, huwa napenda kujitofautisha, unaona. Huwa napenda nifanye jambo nionekane kwamba mtu fulani yupo, unaona. Kwa hiyo nilivyokuwa nimekaa pale nikasema sasa huu muda ambao unasubiriwa kuanza, kwa nini nisiwafurahishe hawa vijana, kwa sababu washawazoea wale watu wanaozunguka nao pale, kila siku wapo nao, hawajawahi kuona kitu cha utofauti. Kwa hiyo imebidi sasa mimi niende pale mbele niweze kuwa mbunifu na hii michezo niweze kuwafurahisha, ili wale vijana wajisikie kwamba kumbe kuna namna tunaweza tukaenjoy namna hii. Yaani wamekipata kitu ambacho hawajawahi kukipata labda toka wamekuwa pale. Kwa hiyo mimi inabidi niwe tu mbunifu, niwachangamshe, wachanganyikane na wale wenzetu wale ambao ni wanafunzi wenzangu, wacheze kwa pamoja, wajisikie na wao kwamba kumbe na sisi tuna thamani, unaona. Okay, wametokea kwenye mazingira magumu ndio, hatuwezi jua, maybe wengine waliachwa wakiwa bado wachanga, hawajawahi ku experience kuwa na watu kama hawa, hawajawahi kufurahia maisha. Kwa hiyo nilijaribu kuwa mbunifu ili tuweze kuwafurahisha
unaona, tuweze kuwafurahisha zile mind zao kwamba okay, kumbe bwana kuna maisha mengine na sisi tuna thamani na watu. Ndio maana ulikuwa unaona pale nikichezesha mmoja kwa mmoja, wawili kwa wawili, unamshika unacheza naye, basi na yeye anajisikia vitu kama hivyo. Sasa wewe ulijuaje kama kile kipaji unacho mwanzoni kabisa wakati unaanza, ulijuaje? Mimi hiki kipaji ninacho kwa sababu mimi naishi sana na vijana mtaani. Napenda sana kuwafuata vijana ambao naona wapo tu wamekaa. Kwa hiyo mara nyingi napenda kukaa nao wale vijana. Kwa hiyo ninavyokaa nao pale huwa najaribu kufanya jambo angalau cha utofauti, kama nilivyosema kwamba okay, niko na hawa jamaa, niwape challenge gani angalau tucheke, tufurahi, umeona. Kwa hiyo nikikaa nao pale natengeneza tu mwenyewe kitu kinakuja kichwani, naambia jamani, hebu kuna hiki hapa kitu tukifanye, umeona. Kwa hiyo nikishakifanya pale basi na kigenerate zaidi kiwe kikubwa zaidi. Unajua mwanzoni wakati tunaanza nilikuelekeza pale kwamba mimi nikikuangalia na kuona kama nikipotoshi hivi. Nani yako kaka yako au vipi? Kipotoshi, mimi kipotoshi namkubali sana. Yaani ni jamaa ambaye anatoa elimu kwa njia ya sanaa, lakini anapofanya jambo, yani mimi of course huwa namu experience, yani namuenjoy sana yule blaza. Yani natamani sana siku moja nionane naye nipige naye story kipotoshi. Yes. Okay. Yeah. By the way, ni kitu kizuri. Sasa kuna swali moja la kizusha hapa dabini nikuulize. Katika serikali ya Wiso kuna idara nyingi sana. Idara gani ambayo unaona inafanya kazi vizuri? Kwa kweli idara zote zinafanya kazi sambamba, lakini kuna idara moja ambayo mimi na experience sana, umeona. Mimi chuo cha maji nimekuja kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo mara nyingi ile wizara ya elimu, umeona, ile ndio imebeba kila kitu, kwa sababu mwisho wa siku mimi hapa nimekuja kusoma, unaona. Kwa hiyo nitaondoka hapa, niondoke nikiwa sijaacha gap kwenye masomo yangu, sijafanya ovyo. Kwa hiyo lazima ni focus na waziri wa elimu, mara nyingi nawasiliana naye kwa ajili ya kupata information. Unaona, labda kuna baadhi ya masomo siyaelewi, coursework hazijakaa vizuri, au kuna maelekezo hayapo sawa kwenye mambo ya CA, nafikiri unaelewa. Kwa hiyo lazima nimcheki yeye, ndo mara nyingi huwa nawasiliana na waziri wa elimu, namuona anapambana, yuko sambamba na kuna taarifa zinafika kwa wakati kabla. Yes, ni mtu ambaye anapambana sana yule jamaa. Kakangu umetisha sana. Asante sana. Hii hapa ni Student Connect. Mimi naitwa Miken M.